Shalom, ninakaribisha watumishi wa Mungu kwa ajili ya kipindi chetu maendelezo wa ujumbe wa madhara ya kiti cha kurithi. Ikiwa ni siku ya tatu, ninakaribisha ambao mnanifuatilia Facebook, mnanifuatilia YouTube, lakini nafuatilia ambao mnanifuatilia TikTok. Jana nimeanza kurusha TikTok. Kwa hiyo Mungu awape neema kufuatilia kwa kina mafundisho yako kwenye account yangu ya Facebook. Tulishakuwa na somo hili lililosema madhara ya viti vya enzi za miungu, na hili somo lilikuwa kwa siku, tulijifunza kwa siku wa wiki nzima mfululizo kwenye account yangu ya YouTube. Kwa nianza kufuatilia upate kile ambacho kinaendelea vizuri, endelea kufuatilia YouTube na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naendelea kuangalia madhara ya kurithi kiti. Jana tuliona nasema wakati rithi kiti cha enzi cha utukufu, umuinua mnyonge kutoka jehanamu, umuinua mnyonge kutoka mavumbini, umuinua mhitaji kutoka jehanamu, akawaketisha. Sema wakati rithi kiti cha utukufu. Sasa leo tunasogea kidogo mbele kwenye kitabu cha Luka moja, na nataka tuendelee kuangalia namna unaweza kurithi kiti. Na leo toka mwanzo naelewa kiti ni nafasi katika ulimwengu wa roho inapowajibisha kufanya vitu mwilini, lakini kiti kinaratibisha mfumo wa utawala, mfumo wa uongozi. Kiti kinaratibisha mfumo wa maisha wa ukoo, jamaa. Leo toka mbali pamoja mnaelewa. Kama umeanza kufuatilia YouTube ukiriko utaona kwa mapana zaidi. Leo tunaendelea kuangalia namna unaweza kurithi kiti kwenye kitabu cha Luka moja mstari wa 30. Nitasoma hadi mstari wa 33. Biblia inasema, malaika akamwambia usiogope. Luka 1:30 mpaka 33. Malaika akamwambia usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utazaa mtoto mwanamume, jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Pointi yangu iko hapa. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi ni habari za Bwana Yesu. Sasa neno linatumwa la kuzaliwa kwa mwana, lakini kabla hajazaliwa mwana anapewa na mfumo wa maisha, anaratibiwa anapozaliwa atakuwa nani, lakini pia anapewa kwamba atarithi kiti cha enzi cha baba yake, na hicho kiti anachokirithi kitakuwa ni kiti cha milele. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni ufalme, ashukuriwe Mungu, ni ufalme wa Mungu unathibitika, unadhihirika duniani. Lakini sasa tunachoona Bwana Yesu anakuja, hajapewa kiti cha kwake. Anasema na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake, kwamba Daudi alisimikiwa kiti na Mungu, na hicho kiti anakuja Bwana Yesu katika mwili. Hapewi kiti chake special, hapewi kiti chake kipya, lakini anaambiwa atarithi, atapewa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Kiti ni nafasi katika ulimwengu wa roho. Kiti kinaratibisha mfumo wa utawala, na hapa anasema atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Kwa hiyo ili awepo mfalme lazima awe na kiti. Anapokuwa na kiti anapewa mfumo na kanuni na misingi ya kuishi kwenye kiti. Kumbuka tulijifunza kwamba kiti kina misingi yake. Sasa hapa anapewa kwamba misingi ya hicho kiti ni kiti cha milele, lakini ameirithi. Asema Bwana Mungu atampa kiti cha Daudi baba yake. Sasa shukurichi ni kiti chenye neema ndani yake,
Swali tujiulize leo, umerithi kiti cha baba yako? Ulichorithi ni kiti cha namna gani? Kwa sababu kabla Bwana Yesu hajazaliwa, wakati linatumwa neno la kuzaliwa, ndani ya neno kinatajwa kiti cha baba yake atakipewa, na atakitumia, si tu atakitumia miaka yupo, hicho kiti kitadumu milele na mamlaka yake ni ya milele. Kwa hiyo mkini baba yako alipewa kiti au na yeye alikirithi, kwa sababu nakumbuka kiti cha Daudi alichokipewa, wa kwanza kukirithi alikuwa ni Suleiman. Solomoni alirithi kile kiti na baadaye kile kiti kiliendelea kurithi mtu na mtu na mtu, ni vizazi zaidi ya 14 kutoka kwa Daudi kuja mpaka hapa kwa Bwana Yesu. Sasa kile kiti kuna watu walikirithi nyakati na nyakati na majira. Sasa ana nyakati za Bwana Yesu anaambiwa anapewa kiti cha Daudi ambacho walishakaa watu wengi sana kule nyuma. Kwa hiyo yumkini kiti cha baba yako ni wa 20 au ni wa 100 wa kukalia hicho kiti, alafu na yeye amekukabidhi kiti unakiendeleza. Mfumo wa maisha, mfumo wa kiutawala, na kiti kina control sana maisha ya familia, maisha ya ukoo, maisha ya kabila, maisha ya taifa. Kama umerithishwa kiti, au kuna mtu kwenye, sababu Daudi aliporithishwa kiti kiliwajibisha taifa zima. Yumkini hujakaa wewe, amekaa ndugu yako, amekaa mzaliwa wa kwanza, amekaa mtu fulani, na kile kiti kinawajibisha familia nzima, kinawajibisha ukoo mzima. Lakini nachotamani sana ni kile kiti ambacho umeketi, ni kiti cha namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Natamani leo tuombe mbele za Bwana juu ya kile kiti ambacho kinakuwajibisha, kwa sababu Bwana Yesu hapa tunaona hakusema naomba nipewe kiti. Hata hajazaliwa anapewa kiti. Yumkini na wewe hata siku mimba yako inatungwa, ilitungwa pamoja na kiti. Unaamka umebeba kiti. Sasa kiti cha Mungu ni kiti cha rehema, ni kiti cha neema, kiti cha kifalme, kimebeba baraka ndani yake. Lakini kiti cha ukoo cha miungu, hicho kiti kina madhara. Yumkini maisha unayoishi ni matokeo ya ulipokitisha ulimwengu wa roho. Unaweza ukaketisha kwa niaba ya ukoo na usijue unawajibika ndani ya ukoo. Unaweza ukawajibishwa pasipo kujitambua. Lakini pointi yangu ya msingi ya maombi ya leo, tushughulikie madhara ya kiti ambacho umeketishwa, na hicho kiti kinakutengeneza mfumo wa maisha ambao hufurahi. Kuna haki zako na hatima zako zimezuiliwa. Nini? Hicho kiti cha ukoo cha miungu ya baba zako kimetengeneza mfumo wa laana. Yaani kuna mfumo wa machukizo, kuna mifumo mibaya iko ndani hicho kiti, ambayo mifumo hairuhusu utoboze, hairuhusu na maisha yako. Kwa nini? Umezuiliwa hatima yako, na kazi kubwa ya kiti ni kutengeneza hatima. Wakati Bwana Yesu hapa hajakuja duniani, inatamkwa kuzaliwa kwake, maisha yake na hatima yake imefungwa kwenye kiti hata milele. Kuna wewe yumkini una hatima ya Mungu kubwa ndani yako, lakini miungu imezuia hatima yako, na pambana utoboze. Acha tuombe mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninashukuru maana umeachilia neema kwenye nyakati na majira haya. Umeruhusu tupite Baba kwenye mafundisho haya. Imekupendeza Baba kujua siri, maana umesema tumepata kuvijua siri za ufalme wa Mungu. Nami kwa neema Bwana, kwa kipande cha mkate ambacho umenimegea, umenipa neema kujua siri naam za ufalme wa Mungu. Katika jina la Yesu Baba, nasema walipobomoka Bwana, waachilie watumishi wanaofuatilia mafundisho haya Baba, kutoka YouTube, wanaofuatilia Facebook, wanaofuatilia TikTok, katika jina la Yesu inasimama kwa toba Bwana, jia vile viti ambavyo wameketi, hiko viti vya ukoo toka siku mimba yake inatungwa, ilitungwa pamoja na kiti, amerithi kiti
kwa vizazi viwili, wako wamerithi viti kwa vizazi vitatu, wako wamerithi viti kwa vizazi vinne. Hivyo viti vimezilia hatima, maana kuna hatima ya miungu imefungwa ndani ya kiti, na hiyo hatima ya miungu inazia hatima ya kiungu hudhihirika ndani yake. Nami umenipa nafasi Bwana, umesema nami kwenye ujumbe huu ya kama unapita ukiyaponya mataifa, unapita ukiponya koo, unapita ukiponya kabila, unapita ukiponya familia, unapita ukiponya mtu mmoja mmoja. Nami ninaleta mataifa, inaleta kabila za watu, inaleta koo za watu kwenye madhabahu yako, ikisimama na damu ya Yesu, inapatanisha na madhabahu yako kwa damu ya Yesu, inapatanisha na nafsi kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu iliyotolewa mara moja, ondoleo la milele katika jina la Yesu. Inapomoka mbele ya madhabahu yako ikiomba toba ya mifumo ya kiti ambayo miketi amekikalia, inazilia hatima yake, imefunga hatima yake sitokee, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inasimama na damu ya Yesu, nikitubu juu ya madhara ya kiti, nikitubu juu ya mifumo ya kiti, nikitubu juu ya laana zilizo kwenye kiti alichoketisha toka siku mimba yake anatungwa, alipoketisha toka siku anazaliwa. Yalitamka maneno yakampa nafasi katika ulimwengu wa roho. Hiyo nafasi inamdai aitumikie, hiyo nafasi inadai ili aitumikie, na amekuja kutumikia Mungu, amekuchagua Mungu uliye hai. Anasimama na damu ya Yesu, inamtenga na madhara ya kiti, inamtenga na madhara ya kiti, inamtenga na madhara ya kiti katika jina la Yesu. Damu isiingie sasa, ipite kwenye huo mfumo wako, damu isipite kwenye mfumo wa kiti, huo mfumo ambao unaratibisha maisha yako. Umeketisha na baba zako, umeketisha na ukoo wako, umeketisha na kabila lako. Nami naomba damu isiingilie kati sasa, ili kupindua huu mfumo. Damu isiingilie kati, ubatilisha huu mfumo wa kiti ambao umezuilia hatima yako, huu mfumo wa kiti ambao umekufanya kuwa maskini, huu mfumo wa kiti ambao umekufanya kuwa mnyonge, huu mfumo wa kiti ambao umekufanya kuwa mhitaji, huu mfumo wa kiti ambao umekupa magonjwa huko, unapata presha ipo ndani ya ukoo wako, unapata kisukari ambacho kipo ndani ya ukoo wako. Ni kiti kinaachilia ya magonjwa. Baba, nasimama na damu ya Yesu, kupigwa kwako tumeponywa. Nami naomba ile damu ya uponyaji ipite kwenye mfumo mzima kwa hiyo kiti, hiyo nafasi ilipoketishwa, hiyo nafasi aliyokabidhiwa ulimwengu wa roho, hiyo nafasi inawajibisha hatima katika jina la Yesu. Baba, mkono wako mfuatilie, anayefuatilia mafundisho ya Facebook, anayefuatilia mafundisho ya TikTok, anayefuatilia mafundisho ya YouTube, katika jina la Yesu ruhusu mamlaka yako mfuatilie, ikapite ikabatilisha huu mfumo wa kiti ambao unapiga maisha yake, na ruhusu damu isipite, na ruhusu jina la Yesu likafanya vita na huu mfumo na kubatilisha katika jina la Yesu. Huu mfumo sasa uende kubatilika katika jina la Yesu. Mamlaka ya Mungu aliye hai, mamlaka yenye nguvu kuliko mamlaka zote, ingie kazini sasa, uwajibisha falme zote, uwajibisha mifumo yote, hiyo mifumo inayokupiga, hiyo mifumo inayokutesa, na ipambanisha na ufalme wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu. Mungu amesema saleni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Nami naomba leo ufalme wako uje. Watoto wako wanaofuatilia maombi haya Facebook, ufalme wako ushuke na kutiisha falme za giza, ufalme wako ushuke na kutiisha viti vya enzi, ufalme wako ushuke na kutiisha kila kilichoshikilia hatima yao. Wako ambao wanatamani kuzaa, lakini kile kiti imeapizwa kwamba hatazaa, kiti kimezuia kupata mtoto. Damu usipite, badilisha huo mfumo katika jina la Yesu. Una viti vimeachilia mfumo ya kwamba hakuna ndoa, ndoa zitafungwa lakini zitavunjika, na wengine hawatafunga. Huo mfumo ambao unakuwajibisha kutoka kwenye kiti, leo nawachilia damu ya Yesu. Damu isiingilie kati huo mfumo, damu isibatilishe huo mfumo katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu, Mungu tunakuamini umetenda. Utukufu na sifa ni zako katika jina la mwana wa Mungu aliye hai. Amen, amen. Mungu wangu akubariki. Mungu wangu akutunza. Naweza ukashare maombi haya kwa wengine,
ili Mungu avushe watu wengi. Kama kuna magrupu ya kifamilia, unaweza ukashia kwenye magrupu ya kifamilia. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Nikutakie siku njema na majukumu mema, nikutakie kufanikiwa katika mambo yote. Mungu wangu akutunze, Mungu wangu akuinue, Mungu wangu akufanikishe.